Ulishawahi kujiuliza ni kwa nini baadhi ya wanadamu huchukiwa na watu wengi wanaowazunguka, lakini cha kushangaza watu hao wanaochukiwa wana mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine? Ipo siri kubwa ambayo imejificha ndani yao, na katika video hii nitakwenda kukuambia sifa ambazo ukiwa nazo watu wengi watakuchukia, lakini utakuwa na mafanikio makubwa katika maisha yako kuliko binadamu wengine. Kama na wewe ni moja kati ya watu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni sifa ambazo ukiwa nazo binadamu wengi watakuchukia, lakini utakuwa moja kati ya watu wenye mafanikio makubwa katika maisha yao kuliko watu wengine. Namba 1, ukiwa mwanadamu ambaye unasimamia ukweli katika maisha yako. Miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyajua na kuyaweka akilini, tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu waliozaliwa na kuishi katika uso wa dunia hawapendi kuambiwa ukweli, na ndiyo maana baadhi ya binadamu wanapenda kuutumia uongo unaofariji katika maisha yao, kwa sababu wanajua watapendwa na watu wengi kuliko ukweli mchungu. Kwani binadamu wengi wanapokuwa wakweli, ikiwa nyeupe watasema ni nyeupe, ikiwa nyeusi watasema ni nyeusi. Unapowakosea watakuambia umekosea, lakini hata wanapogundua wamekosea wao, wapo tayari kukosolewa na kusema ukweli. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kwa sababu ukweli huwa ni mchungu na ukweli huwa unawaumiza watu wengi. Watu wengi wapo tayari kuishi katika uongo ambao unawafariji na kuwapa matumaini yasiyokuwa halisi kuliko kuishi katika ukweli mchungu ambao unaweza kuyabadilisha maisha yao. Kwa sababu hiyo, binadamu wengi wanaopenda ukweli katika maisha yao huwa wanachukiwa na watu wengi kuliko wanaopenda kuzungumza uongo. Lakini mwanadamu mkweli siku zote huweza kufanikiwa kiurahisi kuliko mwanadamu ambaye hayupo tayari kuupokea ukweli, kwani unapoishi katika uongo ambao unafariji, utapata furaha ya muda, lakini uongo hauwezi kudumu siku zote. Utakupotezea muda na utakuja kujigundua kuwa umechelewa pindi utakaporuhusu ukweli uingie katika maisha yako. Asilimia kubwa ya binadamu wanaosimamia ukweli kwenye maisha yao huwa ni watu ambao wanaweza kuchukua hatua katika wakati mwafaka, na kamwe uongo hauna nafasi ya kuwafariji katika maisha yao. Wapo tayari kuambiwa ukweli, pamoja na kuwa wakati mwingine ukweli huwa ni mchungu, lakini mabadiliko ya kweli katika maisha huwa yapo katika ukweli. Ninakushauri, kama na wewe ni moja kati ya binadamu ambao wanatamani kufanikiwa, penda kuwa mkweli, simamia ukweli, ukubali ukweli hata kama ni ukweli ambao unaumiza, kwa sababu ukweli unaweza kuleta mabadiliko ya kweli katika maisha yako. Namba 2, binadamu wenye msimamo. Tafiti mbalimbali za kisaikolojia zimekuwa zikionyesha asilimia kubwa ya binadamu wanaoishi kwa kusimamia misimamo ya kile ambacho wanakiamini katika maisha yao ni watu ambao huchukiwa na watu wengi wanaowazunguka, lakini chuki za binadamu wengine haziwezi kuzuia mafanikio kwa binadamu wa kundi hili, kwani msimamo ni kanuni mojawapo ya mafanikio. Kisaikolojia, asilimia kubwa ya binadamu wanapenda kuwatawala binadamu wengine kifikra, hivyo huwa ni vigumu kuwatawala binadamu wenye msimamo binafsi, kwani wanayo misingi ambayo wanaisimamia. Wana imani ya kweli katika kile ambacho wanakiamini. Ni vigumu mawazo ya watu kuwabadilisha katika kile ambacho wanakiamini, kwa kuwa binadamu wengi wana tamaa ya kuwatawala binadamu wengine kifikra na kisaikolojia, lakini wanapowakuta binadamu wenye msimamo huwa ni ngumu kuwatawala. Huishia kuwachukia watu hawa, lakini bado watu hao huendelea kuwa miongoni mwa binadamu ambao wanafanikiwa katika vitu vingi ambavyo wanavifanya maishani mwao, kwa sababu usipokuwa na msimamo katika maisha inawezekana usifanikiwe, kwa sababu mafanikio yanahitaji msimamo thabiti katika maisha yako.
Hivyo, kama nawe ni moja kati ya binadamu wanaotamani kufanikiwa, usiogope kuchukiwa na watu wengine. Hakikisha unasimama katika ndoto na malengo ambayo unayo katika maisha yako. Namba 3, ukiwa mwanadamu ambaye unaishi maisha yako bila kufuata mkumbo wa maisha ya binadamu wengine. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, binadamu wamegawanyika katika makundi mawili. Wapo binadamu ambao wanaishi maisha yao ya kipekee kwa kulifuata kusudio ambalo lipo ndani yao, lakini wapo binadamu ambao wanaishi kwa kufuata mkumbo. Hawa ni binadamu ambao huwa wanaangalia jamii inasema nini au jamii inafanya nini, na wao wanafanya kama jamii yao. Mara nyingi binadamu wa kundi hili wanaweza kujikuta wakiishi maisha ya kawaida kama yale ambayo jamii zao zinaishi, na hawa ni watu ambao wanaweza kupendwa na wanajamii kwa sababu wanafanya kitu ambacho kinaendana na mitazamo ya jamii zao. Lakini binadamu ambao wameamua kuishi kipekee kwa kufuata kile ambacho kipo ndani yao, mara nyingi huwa wanapingwa vikali na jamii zao, kwani maisha yao ya kipekee ambayo yanaendana na makusudio ambayo Mungu ameyaweka ndani yao huwafanya watu wa jamii ambazo zimewazunguka kuwaona kama watu ambao wanaishi maisha kinyume na jamii hizo. Upekee wa maisha ya binadamu wa kundi hili hufanya watu wengi wawaone kama watu ambao wanafanya vitu ambavyo vinakinzana na utamaduni pamoja na taratibu za jamii zao. Lakini amini usiamini, kama utakuwa mmoja kati ya watu ambao wameligundua kusudio ambalo Mungu ameliweka ndani yao, pamoja na kuwa binadamu wengi watakuchukia na kukusema vibaya, lakini utakwenda kuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko watu wengine, kwa sababu unaishi kulingana na kusudio la Mwenyezi Mungu ambalo Mungu ameliweka ndani yako. Namba 4, ukiwa mwanadamu ambaye unaweza kufanya maamuzi bila shinikizo la mwanadamu mwingine, watu wengi watakuchukia, lakini utakuwa moja kati ya binadamu wenye mafanikio makubwa katika maisha yao. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini: mwanadamu ambaye yupo huru kifikra au mwanadamu ambaye ana uhuru katika maamuzi ya maisha yake anaweza kusema hapana katika wakati ambao anaona vitu havipo sahihi. Haijalishi mwanadamu huyo kauli yake itawaumiza watu wengine kwa kiwango gani. Hayupo tayari kuishi maisha ya kuaridhisha watu wengine, hali ya kuwa yeye abaki katika matatizo ama ashindwe kutimiza malengo yake. Mara nyingi mwanadamu ambaye yupo huru katika maamuzi yake anaweza kusema ndio katika wakati ambao vitu vipo sawa. Hawezi kusema ndio kwa sababu tu anahitaji kuwaridhisha watu wengine. Hivyo, kama nawe ni miongoni mwa binadamu ambao wana ujasiri wa kusema hapana katika nyakati ambazo vitu havipo sawa, na wana ujasiri wa kusema ndio katika nyakati ambazo wanaona vitu vipo sawa bila kujali watu wengine watawaonaje, basi wewe ni miongoni mwa watu ambao inawezekana ukachukiwa na watu wengine, lakini utakuwa miongoni mwa binadamu wenye mafanikio makubwa kuliko binadamu wengine. Namba 5, ukiwa mwanadamu mwenye tabia ya kuchagua watu sahihi wa kuambatana nao kwenye safari yako ya maisha. Miongoni mwa binadamu ambao wanachukiwa sana katika jamii zao ni wale ambao hawaruhusu ukaribu na kila mtu ambaye wanakutana naye katika maisha. Jambo ambalo unatakiwa kulijua ili uweze kufanikiwa katika maisha yako: usiruhusu kila mwanadamu ambaye unakutana naye maishani mwako awe mtu wako wa karibu, kwani wapo baadhi ya watu ambao ukiwaruhusu wawe karibu na maisha yako watayaharibu maisha yako. Hakikisha unachagua watu sahihi wa kuambatana nao kwenye safari yako ya maisha. Mara nyingi binadamu wanaopenda kufanya uchaguzi wa watu wa kuambatana nao katika safari zao za maisha huwa wanaonekana kama watu wanaojisikia kwa sababu tu wamejiwekea mipaka katika maisha yao. Ni binadamu ambao hauwezi kuwazoea kiurahisi kwa sababu wametengeneza standardi za aina ya marafiki ambao wanawahitaji katika maisha yao. Hata ukijipendekeza kwao ukajichekesha vipi, ukiwa hauna sifa za watu ambao wanawahitaji katika urafiki wao, basi watu hao hawatoruhusu ukaribu na wewe. Mimi kwa leo naomba nishie hapa. Ninahitimisha nikiamini kuna jambo kubwa ambalo umejifunza kupitia video hii. Nikutakie wakati mwema. Asante, bye. Tukutane tena katika video ijayo.